Naamini kwamba wote tulikuwa hatujawahi kuona uso uliojawa hasira kutoka kwenye sura ya Ngalewa, mtabiri mkuu wa himaya ya Mantale. Hii hapa ni mara ya kwanza kwa sababu ya kile kilichoweza kutokea. Ni kwamba Mr. Tanu alikuwa mwanafunzi wa Ngalewa, lakini leo amemgeuka, anataka kumsaliti, anataka kumchomea kwa nani? Kwa chifu wa himaya ya Mantale. Sasa hii vita ni kama fainali za kombe la dunia, Argentina pamoja na Spain. Sasa mshindi atakuwa nani? Tafuta sehemu ya kukaa kwa Mr. Ngalewa Argentina au ukae wa Mr. Tanu Spain kwa Lamine Yamal. Sasa mimi siamini kwamba mwanafunzi anaweza akamzidi ujanja mwalimu wake, yani Lamine Yamal amzidi ujanja Messi wa Argentina. Sidhani kama Mr. Tanu atafanikiwa kumpeleka kwenye mikono hatarishi kwa chifu, yani kumfanya Ngalewa aweze kuingia kwenye kizimba, yani akamatwe kwa makosa ya kuua ama kwa makosa ya kutaka kumuua chifu kupitia lamvu la kiza. Sasa nafikiri kwamba ukae upande wa Mr. Ngalewa kwa sababu kile alichokuwa kikiongea kwa Tanu ya kwamba yeye anatakiwa kujua kwamba siku zote ukiwa ndani ya msitu huwezi ukauona msitu, badala yake ukiwa ndani ya msitu utaziona miti. Ili sasa uweze kuuona msitu unatakiwa utoke nje ya msitu. Unafahamu alikuwa anamaanisha nini? Sasa kaa hapa nitakuchambulia kila kitu. Sasa kitu cha msingi zaidi kwa wakati huu itakuwa ni vema kama utasubscribe kwenye channel hii hapa ya Nova Films, then twende tukaangalia ni nani ambaye anakwenda kuwa mshindi kati ya Mr. Tanu ambaye ameamua kutumia njia ya kumfanya Mr. Ngalewa aonekane kuwa msaliti wa himaya ya Mantale kwa kumwambia chifu ya kwamba yeye ndiye aliyeweza kutumia lamvu la kiza kuhakikisha kwamba chifu anakaa kwenye kiti bila kunyenyuka, yani anafariki moja kwa moja. Lakini unatakiwa kujiuliza, kama Ngalewa ndiye aliyetaka kumuua chifu kupitia lamvu la kiza, inawezekanaje yeye ndiye ambaye alipambana kuhakikisha kwamba chifu wa himaya ya Mantale anainuka tena kutoka kwenye koma? Hivi inaingia akilini? So hata chifu anatakiwa kujua kwamba amedanganywa na Tanu. Sasa kuna kitu ambacho nataka ukifahamu kumuhusu Mr. Tanu. Huyu ni mganga ambaye alifundishwa uganga na nani? Na Ngalewa mwenyewe. Yani kifupi ni kwamba Ngalewa ndiye mtu aliyemtambulisha Tanu kwa chifu wa himaya ya Mantale kama mganga mkuu wa himaya ya Mantale. Lakini kitu anachokifanya Mr. Tanu, anataka kugombanisha wale watu wa karibu wa Mr. Chief ama wa chifu wa himaya ya Mantale, watu ambao kidogo wanaweza wakaleta ugumu kukwamisha mipango alionayo Faru wa Zamba pamoja na Malikia Nandela. Usichokijua ni kwamba Malikia Nandela anashirikiana na Mr. Tanu. So Mr. Tanu anachokifanya ni kusafisha njia ya Malikia Nandela, yani kuondoa vikwazo vyote ambavyo vitazuia kuondolewa kwa chifu wa himaya ya Mantale. Sasa Mr. Ngalewa ni nguzo muhimu anayoitegemea chifu wa himaya ya Mantale. So ili kumdhibiti chifu wa himaya ya Mantale lazima umuondoe kwanza Ngalewa. Ukimuondoa Ngalewa ni sawasawa na kumuondoa nani? Chifu. Yani chifu hatakuwa na nguvu nyingine. Sasa angalia chifu alivyokuwa mjinga, anakwenda kugombana na watu wake wenyewe badala ya kugombana na maadui zake. Sasa hicho ni kitu ambacho tutakichambua zaidi kwa mbele, lakini kwa wakati huu ni kuombe usiondoke kwa sababu Manyakenda ana jambo lake. Bwana hivi yala ya himaya ya Mantale, Manyakenda umeielewa kweli? Ni mara kadhaa imekuwa ikimfuatilia Kitana na Kitana amekuwa akiionya akiambia kwamba bwana, chunga mdomo wako, usinifuatilie kwa sababu kuna siku nitakugeuza chura. Sasa nani Mr. Manyakenda haelewi kabisa onyo analopewa na Kitana kila siku. Sasa kuna kitu ambacho unatakiwa kukijua kwa Manyakenda. Manyakenda anaweza akaonekana kuwa mbea, lakini amini usiamini kwamba Manyakenda ni mtu ambaye ni rafiki sana na watu, japokuwa anaonekana kuwa mbaya wa himaya kutokana na kutoa siri za watu na kuzipeleka sehemu moja hadi nyingine. Sasa kitu ambacho unatakiwa kukifahamu kwa Manyakenda kuhusiana na kumfuatilia ama kutafuta zaidi makazi ya Kitana ni kwamba anataka kujenga urafiki na Kitana kwa sababu anajua kwamba muda wowote akiharibu, msaada wake wa pekee unapatikana kwa Kitana. Na tumefahamu na tunaona kabisa jinsi anavyowindwa na Maginga kutokana na kwamba mdomo wake ameshindwa kuuziba kabisa. Anatamani kuropoka ama kutoa siri kuhusiana na Maginga kuwa mtoto wa chifu aliyepita. So kitu anachokifanya kwa wakati huu ni kutafuta urafiki ama kujenga urafiki na Kitana ili ahakikishiwe usalama wake, ili siku akiropoka ama akiharibu huko kitaani wasije wakamla kichwa, kwa sababu anapokimbilia Kitana yupo na msaada ataupata. So hiki ndo kitu ambacho kimemfanya Manyakenda azidi kumfuatilia
kufuatilia ama kutafuta ama kujiuliza kwamba Kitana anakula nini, Kitana anaishi wapi, Kitana anaoga wapi. Yes, hiki ni kitu pia ambacho hata sisi tunatakiwa tujiulize. Kitana anakula nini? After all, hata kama ana nguvu nyingi, lakini pia ni binadamu. Tunatakiwa kufahamu kwamba Kitana anakula nini. Anakula minyoo ya poli au anakula matunda? Ni kipi ambacho anakula? Nafikiri kwamba kitu anachokula utakijua kwa hapo mbele. At this time, let's see ile siri nzito iliyofichwa kuhusiana na nani aliyetumia lamvu la Kiza, jani ambalo inasemekana kwamba watu watatu ndo wanaolifahamu, nikimaanisha kwamba Ngalewa, Chifu pamoja na mganga mkuu wa himaya ya Mantale Mr. Tanu. Lakini unatakiwa ujue kwamba Mr. Tanu si analifahamu hilo lamvu la Kiza, na Mr. Tanu si anashirikiana na Nandela, japokuwa hatujaona ni kwa kiasi gani wanashirikiana, lakini unatakiwa ufahamu kwamba Nandela ndiye aliyehusika kutumia lamvu la Kiza kuweka kwenye chakula kilichopikiwa na vyombo vya Mama Nzura, yani Malkia mkuu wa himaya ya Mantale. Sasa mtuhumiwa ama muhusika mkuu anayetakiwa kuuawa kwa lile kosa sio mwingine zaidi ya Nandela. Ni kwa nini nimesema hivyo? Kama uliangalia mazungumzo ya chifu wa himaya ya Mantale pale tu ambapo Nandela alikuja kumfuata na kumlalamikia kwa nini amemtoa Nzura Malkia mkuu wa himaya ya Mantale, chifu alimwambia kwamba nimemtoa kwa sababu yeye hausiki kutokana na majibu tuliyoyapata kwa mganga. Lakini kitu alichokuja kuharibu na kufanya sisi tugundue kwamba Nandela yeye ndiye muhusika wa kutumia lamvu la Kiza kumfanya chifu apoteze kumbukumbu zake au afe kabisa, ni kwamba pale aliposema kwamba mganga mkuu alishamwambia kuhusiana na yupi ambaye anahusika na huu ujinga, yupi aliyehusika kumwekea jani lamvu la Kiza ili kuweza kumuua chifu. Sasa aliposema hivi kwamba anamfahamu muhusika na muharifu, muda wowote atakwenda kumtaja, na ndio maana amemwachia Malkia Nzura. Hapo ndipo tulipoweza kuona uso wa Nandela ukibadilika, kama mganga aliyegundua kwamba kuku aliyeletwa na mteja wake hayupo kilingeni. Sasa hasira zake unazifahamu. Nafikiri kwamba uso ulivyojikunja wa Nandela umetupa majibu moja kwa moja ya kwamba ana wasiwasi huenda chifu ametambua kwamba yeye ndiye aliyehusika na kutumia lamvu la Kiza, jani ambalo lina uwezo wa kumfanya mtu apoteze kumbukumbu au kumuua kabisa pale linapotumika kwa kiasi kikubwa. So nafikiri kwamba this time Nandela atakwenda kupitia changamoto kubwa ya wasiwasi kwenye episodi inayofuata, yani episodi ya 54, na hii ni kutokana na kile alichokifanya chifu wa himaya ya Mantale kumwambia kwamba amemwachilia huru Nandela, amemwachilia huru Nzura Malkia mkuu wa himaya ya Mantale kwa sababu hahusiki, na moja kwa moja muhusika anamfahamu, kitu ambacho kilimfanya Nandela ahisi moyo unataka kupasuka kutokana na kwamba yeye ndiye muhusika. Na hiki ndio kitu siku zote binadamu tunatakiwa kujifunza. Kama unajua umefanya makosa fulani, believe me, unatakiwa kuwa jasiri kwa sababu ya kile ulichokifanya kitakufanya uweze kumbuka. Sasa kama chifu angetumia akili kubwa kuangalia reaction ya sura ya Nandela, angegundua kabisa kwamba haka kama mwanamke kangu ndiko kalikohusika kufanya huu ujinga, kwa sababu nilivyosema kwamba ninamfahamu mhusika aliyeniwekea sumu kwenye chakula, kameweza kureact, sura imeweza kujikunja kana kwamba kana wasiwasi. So nafikiri kwamba chifu angetumia muda mzuri kutambua ama kumtafuta ama kuangalia uso wa Nandela ama kuangalia udhaifu wa Nandela, angemgundua muuaji wa kweli, na sio kwenda kutumia ushauri aliopewa na mganga mkuu Mr. Tanu kwamba Ngalewa ndiye muhusika. Nafikiri kwamba anatakiwa kufahamu kwamba Ngalewa kama ataingia jela, Ngalewa kama atakamatwa, basi uhai wake pamoja na maisha yake yatakuwa rehani, kwa sababu mtetezi wa maisha yake siku zote amekuwa ni Ngalewa toka siku alipoingia kwenye himaya ya Mantale. Inakuwaje mtu ambaye alitambulishwa na Ngalewa mwenyewe aje kumwamini kiasi cha kutaka kumuua Ngalewa eti kisa tu ya maneno aliyoambiwa na Mr. Tanu? So this time Mr. Chief wetu wa himaya ya Mantale tutakwenda kumpoteza kiujinga kutokana na imani potofu alionayo, lakini kutokana na imani dhaifu alionayo kwa Ngalewa. Sasa kitu cha msingi zaidi ni kuhusiana na kumtafuta muuaji wa kweli. Kama nilivyokuambia kwamba Nandela anaweza akachukua nafasi ama anaweza akachukua kura nyingi, kama itatokea tumepewa nafasi ya kupiga kura ama kumpigia kura mtu ambaye tunahisi kwamba anaweza akawa alihusika na kutumia lamvu la Kiza, jani ambalo ilikuwa ni kidogo tu liondoe uhai wa chifu, nafikiri kwamba atakayechukua kura nyingi atakuwa sio mwingine zaidi ya Nandela. Hebu jaribu kuangalia uso wake pindi ambapo chifu alikuwa
akimuelezea ya kwamba amemtoa Malkia Nzura kwa sababu tayari anamjua muhusika aliyehusika na kuweka sumu ama kutumia lamvu la kiza kutaka kumuua yeye. Uso wa Nandela uliweza kubadilika. Nafikiri kwamba ushahidi umeweza kuona hapo, lakini pia kitu cha msingi zaidi ni kuhusiana na kile ambacho kinakuja kutokea episode ya 54. Nafikiri kwamba wale mnaopenda uchambuzi ama wale ambao mnaifuatilia sauti hii, nafikiri mtakuwa mmenielewa kuhusiana na kile nilichozungumza kuhusiana na vita ya Ngalewa pamoja na Mr. Tano. Kuhusiana na mshindi, ni wapi ambapo unafikiri kwamba kutakuwa kuna unafuu zaidi, kwamba ukikaa upande huo basi ushindi ni halali yako? Yani kiufupi ni kwamba tuseme hii ni fainali ya kombe la dunia, Spain dhidi ya Argentina. Sasa unakaa upande wa wapi? Yani Spain ni kwa Mr. Tano, lakini Argentina ni kwa Mr. Ngalewa, kwa Messi, Lionel Messi, lakini Spain ni kwa Mr. Tano kwa Lamine Yamal. Sasa unakaa upande gani kwenye hii vita? Yani kutaka kumtafuta ni yupi ambaye atakuwa ni mbabe, yupi ambaye atafanikiwa kuteka imani ya chifu, ni yupi ambaye unafikiri kwamba atakwenda kuwa mshindi kati ya Spain kwa Mr. Tano au Argentina kwa Lamine kwa Lionel Messi? So nafikiri kwamba sehemu ambayo mimi nitakaa upande wa Mr. Tano Argentina. Ushindi ni lazima tutaupata ushindi, kwa sababu tuna mkongwe Ngalewa ambaye anaweza akapambana kupeleka mashambulizi upande wa Mr. Tano, mwisho wa siku tukapata ushindi. Sasa wewe unakaa upande gani? Tuambie kupitia comment, kwa Ngalewa au kwa Mr.